Kwa hiyo Bwana ameonekana huko, chapa makofi mengi. Hivi tunavyozungumza tunaamini kwamba na wao pia Bwana anakwenda kuwatumia, tuseme amen. Basi tuombe sasa ili tuweze kupata neno. Natamani tuende kwa ufupi ili tuwe na muda mzuri wa kuingia kwenye maombi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwaminifu, mwenye enzi na utukufu wote, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya muda na wakati huu ambao umetupatia. Asante kwa uwepo wako, asante kwa neema yako Bwana. Asante Mungu kwa namna ambavyo unatuhudumia. Ni wewe peke yako unayegusa maisha yetu, unayegusa kilio chetu, unayetutoa kwenye maangamizo Bwana. Tunakuinulia sifa hizi na utukufu, tukisema kwamba ni wewe peke yako mwenye enzi hizi na utukufu. Baba wa mbinguni, wakati tunakualika tena kwenye neno hili, tunakualika Bwana ukaonekane kama ambavyo umekuwa ukionekana mahali hapa, ukatuhudumie kwa neno Bwana. Neno lako likapata nafasi ndani ya mioyo ya watumishi wako wote waliopo hapa pamoja nami Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, kamtumie kila mmoja kama chombo chako kwa ajili ya neno hili. Pamoja nami Bwana, kanitumie kama chombo chako tu. Kaseme nami Bwana. Sifa ni zako na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote, tukiamini pamoja na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Bado tupo kwenye ibada maalum, na bado tunaendelea na operation ya kuzipiga nguvu za giza, kuteketeza kila utawala wa kipepo, kufukuza kila roho ya mauti ndani ya kanisa na kwa kila mmoja wetu, sema amen. Jumapili iliyopita tulishughulika hasa na roho za mauti ndani ya kanisa. Leo tusogee kidogo kutoka hapo, lakini bado tupo hapo tunasogea kidogo, lakini mlengo ni huo, kushughulika na mambo yote ambayo hayafai ndani ya kanisa na ndani yako wewe, sema amen. Andika sasa ukombozi wa familia. Ukombozi wa familia. Familia ni mpango wa Mungu. Familia ni agenda ya Mungu. Familia ni kusudi la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Muunganiko huu wa baba na mama kuishi pamoja kutengeneza familia. Familia huanza na baba na mama, kisha watoto hufuata baadaye, na baadaye sana ndugu huongezeka. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 tunaona kusudi la Mungu na mpango wa Mungu uitwao familia. Maandiko yanasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwambatano huo unaitwa familia. Na baadaye watoto kama zawadi, kama neema hujitokeza, pamoja na ndugu wengi pia huungana na baba na mama. Familia ikiwa imara, kanisa litakuwa imara. Familia ikiwa imara, kanisa litakuwa imara. Taifa pia litakuwa imara. Lakini familia ikiwa dhaifu, kanisa huwa dhaifu, na hatimaye taifa kwa ujumla huwa dhaifu. Kwa hiyo kila kitu cha mafanikio ya kanisa huanzia ndani ya kanisa, ndani ya familia. Kwa sababu familia
ndiko mahali ambako ibada njema, ibada iliyo bora, utumishi uliotukuka unaanzia hapo. Kwa hiyo familia ikiwa imara, automatically kanisa pia huwa imara. Na kwa sababu hiyo shetani anajua anapotaka kulipiga kanisa, huanza kwanza kwa kuzipiga familia zetu. Atahakikisha anashughulika na familia moja moja, kuisambaratisha familia, kuivuruga familia, ili kanisa livurugiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akitaka kuligusa kanisa, ibilisi anaanza kwanza kwa familia. Anazisambaratisha familia kwanza, anazivuruga familia kwanza, ili lengo lake litimie kwenye kanisa. Na kwa sehemu kubwa shetani amegusa familia zetu, amezipiga familia zetu, amezikamata familia zetu. Nasi kwenye ibada hii maalum tutakwenda kumwambia akaachie kila familia iliyokamatwa, akaachie chochote ambacho adui ameshika kwenye familia zetu. Sema amen. Sema leo, sema leo, sema apende ama asipende, lazima achie familia yangu, kuanzia mimi, watoto wangu na nyumba yangu itakombolewa leo kwa jina la Yesu. Chapie Bwana makofi mengi. Lazima akaachie leo ibilisi familia yako. Sema amen. Sema amen. Lakini tukupitishe kidogo kuonesha ambavyo shetani amekamata familia za wengi. Imefika wakati leo watu wa Mungu, familia moja haiongei. Yaani watu wa ndugu wa familia moja hawaongei. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Huu ni mpango wa Mungu, ni mpango wa shetani. Mpango wa shetani kuvuruga familia. Kwa sababu anajua akikamata familia isipoongea, kanisa pia amelishika. Tunakataa familia ya mtu yoyote hapa kushikwa na adui kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Makofi mengi kwa Yesu. Yes. Kwa hiyo tumeshuhudia leo familia zimekamatwa na adui kwa sehemu kubwa. Watu wamekosa kuongea ndani ya familia moja. Alafu hakuna sababu ya msingi. Ukitafuta sababu ya msingi ya fulani na fulani, ndugu wa damu kabisa, kwa nini wanatofautiana, haupati. Hakuna sababu yenye kichwa wala mguu. Basi tu ni hila ya adui kuisambaratisha familia. Leo tunakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amen. Kuna namna fulani shetani amezipiga familia zetu. Kuna namna fulani shetani amezipiga familia zetu. Kuna roho fulani ambazo zimeachiliwa kwenye familia zetu, zimekamata kwenye familia zetu. Kitabu cha Isaya sura ya 13 mstari wa 21. Isaya 13 mstari wa 21. Katika kitabu cha Isaya 13:21 tunaona namna ambavyo adui upeleka roho kwenye familia. Maandiko yanasema, lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa bundi. Mbuni watakaa huko na majini. Sema majini. Majini watacheza huko. Huko wapi? Kwenye nyumba, kwenye familia, mahali ambako watu wanaishi. Maandiko yanasema kutakuwako na majini, kutakuwako na bundi. Na haya pia tunayashuhudia leo kwenye familia zetu. Kuna watu hawalali nyumbani,
kila kukicha kuna milio ya ajabu, kuna bundi, mara paka, mara nyoka, kuna mambo ya ajabu kwenye familia. Lakini sivyo tu, kuna majini yanayocheza kwenye familia. Uchezaji wa majini kuivuruga familia na kupanda mapandikizi ya adui kuisambaratisha. Haya majini leo yatatukoma kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya mabundi yatatukoma leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tutayapiga mabundi yote na kila paka ambaye anatumiwa na shetani kuvuruga familia yetu, tunampiga mahali alipo kwa jina la Yesu, akaachie familia zetu. Sema kila jini, sema kila jini aliyetumwa na ibilisi, aliyetumwa na shetani kunivuruga mimi na familia yangu, jana wa leo ataachia, ataachia, ataachia kwa jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Ndio maana kuna mambo ya ajabu, kumbe kuna majini. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna mambo ya ajabu kwenye nyumba. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu. Kuna siku moja ya maombi hapa, ilikuwa ni maombi ya mfungo. Tukagusa maeneo haya, tukayapiga maroho yote ambayo yanafaa uhusika wa paka, uhusika wa bundi, wale wanaotumiwa na ibilisi. Tukadili nao hapo kwenye maombi. Na akaja kushuhudia mtu mmoja akasema kuna mapaka yalikufa kwake, kuonesha kwa hayo mapaka hayakuwa mapaka ya kawaida. Paka alivaa kama paka, lakini ndani ya paka sio paka. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho amefika uhalisia wa mnyama nyumbani mwako leo, nasema leo akafe kwa jina la Yesu. Tunapomsambaratisha akapigwe mahali alipo, haijalishi amejificha wapi, iwe darini ama chini, akapigwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amen, sema amen. Andiko hili nilienda kulisoma kwenye lugha ya Kiingereza. Ili neno majini hapa wakatafsiri kama wild goat, yani mbuzi wa majangwani. Lakini huyu mbuzi wa majangwani alikuwa sio mbuzi kama mbuzi, alikuwa ni roho ambaye jangwani anaonekana kama mbuzi, lakini ukweli sio mbuzi. Bwana asifiwe sana. Kuonesha kuna kitu zaidi ya kile unachokiona. Kinavuruga familia, kinaleta uharibifu, kinavuruga ndoa, kinavuruga mahusiano, kinavuruga kanisa la Bwana. Lakini leo tunakataa kwa jina la Yesu. Kinachovuruga kipigwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu simama kidogo mahali ulipo, simama kidogo mahali ulipo. Zungusha hivi, zungusha hivi, zungusha hivi. Anasema ninapiga majini, ninapiga majini, ninapiga vibwengo, ninapiga roho zote kwa jina la Yesu. Amen. Makofi kwa Yesu. Leo ndio leo, sema amen. Haleluya. Sasa nani anaikomboa familia yako? Nani anayestahili kuikomboa familia yako? Jibu lake wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Kwa msaada wa Mungu ndiye utakayekomboa familia yako. Hakuna mtu kutoka mbali, mashariki ya kati ama magharibi ya kati, bali wewe mwenyewe ndiye hasa ambaye Mungu amekukusudia kuikomboa familia yako. Sema amen. Kitabu cha Ezra sura ya 10 mstari wa 4. Ezra 10 mstari wa 4. Maandiko yanaweka wazi kabisa, anayestahili kuikomboa familia yako sio mchungaji fulani. Mchungaji atakusaidia, sio bishop fulani. Bishop atakusaidia, sio fulani atakusaidia. Lakini wewe mwenyewe ndiye hasa ambaye utakayekomboa familia. Katika Ezra 10:4 anasema inuka. Yani kuna mahali ulikuwa umeketi, kuna mahali ambako ulikuwa umerelax hivi. Sasa neno linasema sasa inuka mahali ulipo. Yani inuka, usimame upya. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Na sisi tu pamoja nawe tutasapotiana hapa, lakini shughuli hii mpendwa inakuhusu wewe na familia yako. Hakuna mtu mwingine isipokuwa ni wewe.
uwe na moyo mkuu ukaitende. Uwe na moyo mkuu leo ukasimame na kuangusha nguvu za giza kwenye familia yako. Uwe na moyo mkuu ukasimame na kuzikata mashera kwenye familia yako. Uwe na moyo mkuu ya kuchimbua vilivyochimbwa kwenye familia yako. Uwe na moyo mkuu wa kupiga vichwa vya joka kwenye familia yako. Sema amen. Sema utapigwa leo katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Ezekiel sura ya 22 mstari wa 30, tunaifahamu ile andiko la Ezekiel 22:30, anasema wewe utasimama mahali ambako pamebomoka. Sio mtu mwingine, ni wewe utakayesimama mahali palipobomoka. Na leo ndio mahali hasa pa kusimama palipobomoka. Kwenye Ezekiel 22:30, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimamisha mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikajaribu, lakini sikuona mtu. Kwa hiyo wewe ndiye ambaye hasa umekusudiwa kusimamisha boma ambayo ni nyumba yako. Utajuaje kama familia yako imefungwa? Kwenda kwa ufupi ili tuweze kupata muda mzuri wa kuomba. Utajuaje kama familia yako imefungwa? Mambo yafuatayo yatakueleza wazi kwamba familia yangu pia na mimi imefungwa. Jambo la kwanza, uwepo wa vifo vya mara kwa mara. Kutokea vifo vya mara kwa mara, vifo vinavyofanana. Hii ni roho ya mauti ambayo tulianza kushughulika nayo siku ya Jumapili iliyopita. Leo tena tuna mwendelezo huo wa kushughulika na roho ya mauti. Uwepo wa vifo, kutokea kwa vifo mara kwa mara. Kuna familia, watu wa Mungu, kila baada ya muda fulani lazima mtu afe na wazike. Kufa hakupingiki kwa kila mmoja, lakini cha ajabu kufa kwenye muda ule ule, labda kati ya miezi hii mitatu, mwezi wa 8 hadi wa 10. Kwa mtu akianza kuumwa kwenye familia, wanajua huyu hafikishi mwezi wa 8 hadi wa 10. Wanajua kwamba huyu ataondoka katikati ya miezi hii. Na zipo familia za namna hizo, kuonyesha roho ya mauti imekamata familia hiyo, inaondoa mwanafamilia moja moja ndani ya muda unaofanana. Na roho ya mauti inapojifunua kwenye familia, hujifunua wazi, haijifichi. Inaonekana wazi ya kwamba watu hao wanazika kila baada ya muda fulani. Hiyo ni roho ya mauti. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Nasema tunaikataa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya mauti kuachie kwa jina la Yesu. Kwa watu wanakufa kwenye kila baada ya muda fulani. Na roho ya mauti pia inabeba majanga, inabeba hatari, inabeba ajali, mikosi. Ukiona kuna ajali za mara kwa mara ndani ya kila muda fulani, unajua hapa kwenye familia yangu hapako sawa. Pana kitu zaidi ya kitu ninachokiona. Kuna roho ya mauti na lazima ishughulikiwe, iachie familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na roho ya mauti inaweza ikaenda kupiga wazaliwa wa kwanza kwenye familia. Tunazo shuhuda nyingi za wazaliwa wa kwanza kufa mapema kabla ya wakati. Wakati mwingine wanakufa wakiwa tumboni, hawajatoka bado. Mama wanasikia mimba imeharibika. Akishika mimba huharibika. Shtuka, sio hali ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema hapata kwa mtu mwenye kuharibu mimba. Hilo neno la Bwana alisema kwa ajili yako wewe. Lakini kama kuna hali ya namna hii, kila ikishika utoka, alafu inaua wazaliwa wa kwanza, maana yake hapo kuna roho ya mauti, lazima ishughulikiwe. Sema amen. Roho ya mauti pia inaweza ikapiga wanaume. Tena hii Biblia imeandika hivi, tunakwenda kusoma. Inaweza ikapiga wanaume kwenye familia, kuhakikisha wanawake wanabaki peke yao, wale ambao wameolewa.
Yaani kuna familia ukienda ukaoa basi ushike lako, kwa sababu unakuta familia hii wajane ni wengi, kila baada ya muda mwanaume fulani anakatika. Ukiona kitu kinajirudia mara kwa mara ujue hiki sio cha Mungu, ni cha shetani. Kitabu cha Lutu sura ya kwanza ule mstari wa 3. Lutu sura ya kwanza mstari wa 3. Hebu tuone mfano wake. Ingawa haikuandikwa moja kwa moja kwamba roho ya mauti, lakini kilichoandikwa kinaeleza wazi kwamba familia hii ilikuwa na shida mahali fulani. Kitabu cha Lutu sura ya kwanza mstari wa 3. Lutu sura ya kwanza mstari ule wa 3. Imegoma mtumishi Mungu. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, au wanawe walikuwa wa kiume. Akafa mumewe anaitwa Elimeleki. Mstari unaofuata, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Jina la mmoja aliitwa Opa, jina la pili Lutu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Miaka mingapi? 10 ndani ya ndoa. Nini kilifuata? Mstari unaofuata, wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Sasa hili ni andiko ambalo linaonyesha tu mwanamke amefiwa na mumewe, alafu vifo vingine vikatokea kwa wanawe wawili wa kiume ambao walikuwa wamekwenda kuoa. Huyu mwanamke akabaki mjane na wale wengine wanawake wakabaki wagane. Ni mfano mzuri sana wa kuanzia hapa kuonesha kuna baadhi ya familia ambazo wajane ni wengi mno au wagane ni wengi mno, ambaye kutokana na mapenzi ya Mungu. Ni kweli kuna wakati roho ya mauti inaweza kachia kutoka pande yoyote, lakini hiki kinachoendelea hapa kuonesha familia hii haiko sawa. Kuna kitu kinakula kwenye familia, kinateketeza familia, kinaangusha watu kwenye familia. Na kama hiki pia kipo kwenye familia yako, shana wa leo ndio muda hasa wa kuikataa roho ya namna hii, ya kuifukuza kwako kwa jina la Yesu. Kama kuna mwaka fulani na mwezi fulani ulizika, tunakataa mwezi wa namna hiyo kuzika tena kwa damu ya Yesu. Tunakataa mwezi wa namna hiyo kuzika tena kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinaitwa roho ya mauti iachie familia yako, sema amen. Makofi kwa Yesu. Kiashiria cha kwanza ni hicho, roho ya mauti au vifo vya mara kwa mara. Jambo la pili, ugomvi usioisha. Ugomvi usioisha. Hivi unajua kwamba kuna familia hazina maelewano kabisa, yani at all kabisa, na hazina maendeleo hizo, kwa sababu kila mwaka kuna vikao vya kusuluhisha. Tena nyingine sio kila mwaka, kila baada ya mwezi fulani. Pakisio kikao kila mtu anajua kuna fulani karibu, twende tukasuluhishe. Paka umevipa namba 1 kikao cha familia ya namba fulani, namba 2 kikao cha usuluhishi kila wakati, kuonesha familia hii imefungwa, inahitaji ukombozi, inahitaji funguliwe, inahitaji wekwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Ugomvi usioisha ni kiashiria tosha kuonesha familia haipo sawa, ina changamoto, imefungwa. Na ugomvi usioisha nimekwambia ni kigezo kikubwa cha kuzuia maendeleo kabisa. Panapo ugomvi hakuna maendeleo. Huyu ametofautiana na yule, huyu pia na yule. Kwa watu wanakaa kila wakati kusuluhisha tu kesi ya fulani, kesi ya fulani. Alafu wakati mwingine ugomvi wenyewe wa kurithi wa baba fulani alizaliwa akatofautiana na huyu, kwa hiyo vizazi viko pale pale kwenye bifu. Usimtembelee watoto wa baba mkubwa, kwa sababu ni wachawi, hawaendi nao. Na pia hawakuji kwako.
kunakuwa na ugomvi wa namna hiyo, kuonesha familia hii ina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nashuhudia hapa kuna familia za namna hii hapa ambazo kila kukicha hawaelewani, kuna magomvi. Bwana asifiwe sana. Wengine ugomvi wa wazazi, wa walezi, watu fulani wa heshima, lakini ugomvi hauishi. Umesuluhishwa na kusuluhisha, lakini hauishi. Huyo ni shetani kwa jina la Yesu. Tunamkataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akaachilie familia yako pasiwepo na magomvi, pasiwepo na ukorofi, pasiwepo na visa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliposhika leo akaachie. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Roho ya ugomvi ni roho ya shetani, kuonesha familia imefungwa, inahitaji ifunguliwe. Familia hiyo maana yake haina nuru. Ugomvi usioisha upelekea chuki, visasi na mauti. Ugomvi usioisha upelekea chuki, visasi pamoja na mauti. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 41. Mwanzo 27 mstari wa 41, tusome mpaka mstari wa 42. Mwanzo 27 41-42. Imeandikwaje kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 41? Tunaona ugomvi wa Esau na ndugu yake Yakobo. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule baraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, angalia anasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomua ndugu yangu Yakobo, ndipo nitakapomua. Ukumbuke huyu ni ndugu wa damu, kaka na mdogo mtu. Kaka anapanga mauti, anapanga mauaji kwa ndugu yake, na ugomvi wao ulikuwa ni ugomvi usioisha, kuonesha sio Mungu ambaye anafanya watu wachukiane. Kuna namna fulani shetani ameachilia chuki na roho ya visasi na roho ya mauti kwa huyo aitwaye Esau, kwa ndugu yake wa damu. Leo hii kuna watu kwenye familia wanapanga fulani namna gani wamuue, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya chochote, lakini kuna kitu kinakula ndani yao, kama ambavyo kikula kwa Esau kimemtafuna Esau ndani ya moyo. Anasema siku za kumlilia baba yangu, maana siku za kufa baba yangu zinakaribia. Hapo ndiko mahali ambapo nitainuka nimuue mdogo wangu. Hiyo roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo ilitoke kwenye familia yako kwa jina la Yesu, ikaachie mipango mibaya ya mauti, iachie familia yako kwa jina la Yesu Kristo. Kilichopangwa kibaya kifutike kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema kitafutika tu. Wasiwepo kina Esau, watu kama hao ambao wanapanga mauti, wanapanga visasi, wanapanga mauaji, wanapanga hila ndani ya ndugu zao. Na hii ni familia ambayo imefungwa, ilihitaji ukombozi. Leo hii pia ni siku ya ukombozi wa familia. Lazima mambo kama haya yakatuachie. Sema amen. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Maandiko yanaweka wazi katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Kila anayemchukia ndugu yake, huyo ni nani? Muuaji. Anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Huyo muuaji tutashughulika naye leo. Sema amen. Jambo la tatu la muhimu la kuweza kujua, acha nikimbie kidogo. Jambo la tatu, matengano au roho ya matengano. Roho ya matengano au matengano au kutengana. Kuna familia hawafahamiani kabisa, tena wa baba na wa baba mdogo au wa mama na mama mdogo. Hawa wanaishi kule, hawa wanaishi, wana matengano. Na matengano siku zote kwenye familia yanasababishwa na viongozi au wakuu wa familia kutofautiana, alafu tofauti zao hazijapata dawa.
Kwa kila mmoja anakaa na kwake, anazalisha, anatengeneza familia yake, alafu anajaza sumu kwa familia yake kwamba msiende ama msiongee na wale ndugu wa damu, lakini hawako pamoja. Kuonesha familia hii imefungwa. Haiwezekani familia iliyofunguliwa isikae pamoja, haiwezekani kwa jina la Yesu. Mahali ambapo familia zimetengana kwa kiasi hiki ni familia ambazo zimekamatwa na shetani, zimeshikwa na adui. Tunakataa kukamatwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nimekwambia wazi, kuna watu ambao hawajuani kabisa, lakini ni ndugu kabisa. Kwa wanafanya vikao kusema leo tutamfanya utambulisho. Huyu unayemwona hapa anaitwa fulani ni fulani, ni mtoto wa fulani. Sasa hii ni mbaya sana. Watu wa karibu, watu wa damu moja hawafahamiani kabisa. Wanaweza kaoana hawa, si ndio? Wanaweza kaoana kabisa. Mtoto wa baba mkubwa akamwoa mtoto wa baba mdogo, maana hawajuani. Na huu ni mpango wa shetani kuleta matengano. Na panapo matengano ni kiashiria kikubwa kabisa kuonesha familia hii imefungwa, inahitaji ukombozi. Sema amen. Jambo nyingine, magonjwa ya kurithi. Magonjwa ya kurithi. Tunafahamu kuna magonjwa mengi sana ya kurithi. Mfano machache ambayo ni common. Ugonjwa kama kisukari. Kienda kupima kukutana na sukari, swala la kwanza daktari atakalo kuuliza, kwenu kuna mtu ana kisukari? Sasa wanajua unapita kizazi hadi kizazi. Ugonjwa kama wa sickle cell au kwa jina la Kiswahili upungufu wa seli mundu. Magonjwa kama ya kansa na mengineo mengi mno. Yako mengine ambayo ni ya kawaida, lakini pale unapoona kwamba kwetu sisi ugonjwa wetu ni kisukari, ikatai kwa jina la Yesu. Sio ugonjwa wenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sio kwenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, ifika kwa sababu mimi nakataa, kwa sababu hiki ambacho kimeachiwa na adui ni cha kurithi, ni kufungwa. Familia yako imefungwa. Nakataa ugonjwa wa kurithi kwenye familia yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unapomaanisha roho hizo zinakimbia na kuachilia. Unapopiga magonjwa ya kurithi kama haya na mengineyo, uwe na uhakika Mungu ni mwaminifu, anayapiga magonjwa hayo, anayafukuza kutoka kwako. Sema amen. Sema amen. Tena kwa ujasiri kabisa nasema, kama ugonjwa umekula kwenye familia yangu, sasa naweka mpaka kwa jina la Yesu, usiendelee tena. Hapa ni mwisho. Nazuia ugonjwa huu, sio wa kwetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unaomba kimaanisha, unaikomboa familia yako kutoka kwenye magonjwa ya kurithi. Na hivyo ndivyo ambavyo Bwana atafanya kwa kusema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mengi na mifano iko mingi, lakini kwa sababu ya muda, jambo jingine, kukwama katika eneo moja ni kiashiria kikubwa sana cha kuonesha familia inahitaji ukombozi. Kukwama katika eneo moja, yaani kwenye familia yenu au ukoo wenu mnakwamiaga pale kwenye eneo moja. Labda nikupe mfano wa elimu. Kuna familia ambazo aliyesoma sana form 4, huyo ndo kasoma sana, yani pale ni mwisho. Kuna mpaka pale, asiende mtu form 5, asiende huko, amepigwa pini. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu? Huyo ndo kasoma sana form 4. Bwana ushukuru Mungu. Ndio wengine wamepigwa mpaka darasa la 7 au wengine hawafaulu, yani kila lazima ishie mahali fulani. Haya nasema yapo ama hayapo, kuonesha familia imefungwa kwenye eneo fulani. Kuna mikwamo ya mahali fulani. Kila familia, kila mtoto anaishia mahali fulani. Kuna wengine pia wamekwama kwenye eneo la mahusiano, wanajitahidi kujitunza,
lakini unajua kwamba pamoja na kujitunza kwako, kama kuna mkwamo mrefu hivyo, ukichunguza kama mbona kuna treni imepita mpaka kwangu mimi, unajua sio jambo la kawaida. Lazima uikomboe familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wa namna hii pia watoto wengine wanakuja wanazalia nyumbani. Kwanza historia ya mama kazalia nyumbani. Kwanza bibi mzabibi tena sio anaitwaje, alizalia nyumbani. Ukifuatilia hapo unasema na mama naye alizalia nyumbani, alafu na wewe pia unaelekea huko. Ikatae kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna roho ya kuzalia nyumbani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ukazalia kwenye ndoa yako na mumeo na mke wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema nakataa, sema nakataa kukwama kwenye eneo moja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anayenikwamisha mimi na familia yangu leo akachie kwa jina la Yesu. Nataka nione ukasirike baadaye tunapoingia kwenye maombi kwa jina la Yesu. Ila kila ambacho kimekwama kiondoke kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mikwamo ya namna hiyo ambayo nikiashiria tosha kabisa familia hii imefungwa, inahitaji ukombozi. Kila mmoja uishia mahali fulani, ukwama mahali fulani. Huyo ni adui, sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo nyingine la ngapi watu wa Mungu? La 6, roho chafu zinazowang'ang'ania. Roho chafu zinazowang'ang'ania. Kwa mfano roho za ulevi. Hapo sasa. Roho za uzinzi na uasherati. Mengine haya tunayazungumza hapa ni roho, ndio maana nasema roho chafu. Kuna familia ambazo ulevi kwao ndio dili. Yaani unakwenda kumshauri mtu kumwambia uache ulevi, utafikiri atakuelewa, maana ushauri wa fudafu. Paka maombi ya ukombozi yafanyike kwenye hiyo familia. Paka kumtoa ambaye ni mlevi, kumchomoa kwenye kilabu kwa jina la Yesu. Kumwambia ewe fulani mimi fulani leo na kuchomoa kwenye kilabu cha pombe, toka fulani kwa jina la Yesu. Achia bia hiyo. Akienda kunywa anapata hangover kali, anasema natapika, anasema Yesu kuna Bwana amefanya kwa mtu huyu. Na leo Bwana akafanya kwenye familia yako. Amekamatwa na ulevi, amekamatwa na roho ya uzinzi, amekamatwa na roho chafu kwa jina la Yesu. Sema itakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ziko familia za namna hizo. Yes, zipo. Kuna roho ambazo zinang'ang'ania familia hazitoki. Jambo nyingine ya 7, hali ya kutokueleweka ni kiashiria cha familia kufungwa. Yaani watu wanasema huyu yaani alivyo kama babake hivi. Unajua haeleweki. Unaona babake ndio mtu kabisa hivi. Haeleweki, hata kieleza haeleweki huyo. Akili anazo lakini haeleweki. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu? Ni roho. Bwana asifiwe sana. Yeye unamwona babake huyu mtu kabisa haeleweki. Babake ni hivyo au mamake hivyo. Akija kaka anasema huyu ndo kaka yake. Yaani wote hivyo hawaeleweki hao kwenye familia. Bwana asifiwe sana. Sema nikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Lazima nieleweke kwa jina la Yesu. Sema nikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Roho ya kutokueleweka naikataa kwenye familia yangu kwa jina la Yesu. Wewe tucheka, lakini kuna watu wa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Hawasomeki. Ukimpa kitu kama baba yake vile, kama mama yake, kama fulani, tuko nasema jamani, nimempa huyo. Hiyo ni roho ya shetani, tunaipiga leo kwa jina la Yesu. Jambo jingine la mwisho kiashiria umasikini uliokithiri. Tusome andiko hapo kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 1 mstari wa 20 hadi wa 21. Kuna umasikini jamani, lakini tunajua kwamba umasikini Mungu hakutuumbia sisi. Lakini kuna ule umasikini uliokithiri, yaani unaitwa ufukara. Hakuna mtu amekachomoza kwenye familia sema huyu angalau kidogo tunaweza tukaelea kwake. Kila mmoja yani kwako wewe unasema kama vile ninapata shida, wewe unakuwa kidogo angalau, lakini mwenyewe ni maskini na kutupa.
Tunaikataa hiyo roho ya umaskini kwa jina la Yesu. Sema sio langu kwa jina la Yesu. Sema sio fungu langu kwa jina la Yesu. Kitabu cha Zekaria sura ile ya kwanza mstari wa 20 na 21, tafadhali tusome kwa haraka. Zekaria sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 21, twende chap. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. Pembe hapo ni utawala, ni roho hapo zilizotawanya watu wa Yuda. Hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Hakuna mtu aliyeinuka. Yani wote wamegandamizwa chini. Hakuna aliyeinua kichwa chake. Lakini hao wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa, waliinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wake. Sasa hapo neno hakuna mtu aliyeinuka. Hakuna mtu aliyekuwa bora. Wote ni maskini wa kutupa. Maandiko yanasema kuna pembe, kuna roho, kuna nguvu ambayo sio ya Mungu imegandamiza kwamba hakuna mtu atakayeinuka kwenye familia hii. Wote wafi maskini. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. La mwisho, kukataa wokovu ni kiashiria pia cha familia imefungwa. Kumkataa Mungu, kumkataa Kristo, kukataa wokovu. Kwa nini familia yako imefungwa? Kwa nini familia ifungwe? Kwa nini familia ipitie yote haya? Shida iko wapi? Shida ya kwanza inayosababisha familia kufungwa au kupitia roho zote hizi, namba moja ni ibada za mizimu na matambiko zilizokuwa zikifanyika kwenye familia. Ibada za mizimu na matambiko. Familia nyingi kulikuwa na maibada, alafu mbaya zaidi kuna wengine wanaendeleza mpaka leo ibada za mizimu, ibada za matambiko. Ibada za namna hiyo zinafungua mwanya wa adui kuikamata familia. Kwa tunapoenda kushughulika na familia zetu na kupiga yote haya, usisahau kupiga kila ibada ya mizimu kwenu, kushughulika na kila roho ya matambiko kwenu, kufuta kile ambacho kimefanyika nyumbani kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuhakikisha kile ambacho kimesimamishwa kama nguzo ya ibada ya mizimu ikaanguke mchana wa leo. Sema amen. Jambo jingine, mambo ya uchawi na ushirikina. Kuna familia mpaka leo bado wanalogana. Wewe tu kwa sababu kidogo umeokoka, lakini wanakutafuta kwa udi na uvumba, hawakupati kwa sababu uko ndani ya Kristo. Sasa usifurahie wenzako wa familia kwamba wanakamatwa, wanapigwa na uchawi. Kuna ushirikina mkubwa sana ambao unaendelea kwenye familia, kubwa mno. Umekosa wewe, lakini kuna wengine kwenye familia yako wamekamatwa na uchawi, wameshikwa na uchawi, hawatoki. Na hiyo roho pia inaashiria nafasi kubwa sana kwa familia kufungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maagano ya damu yaliyofanyika, sababu nyingine ya muhimu sana ambayo unapelekea familia kufungwa. Una maagano, mikataba ya damu iliwahi kufanyika ambayo haijashughulikiwa vizuri, imetoa nafasi ya adui kuikamata familia yako na kupitisha roho hizi ambazo tumeziona hapo mwanzo. Jambo jingine la 4, dhambi na laana za viongozi wa kale. Dhambi na laana za viongozi wa kale au baba wa kale. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura 21 mstari wa kwanza. Tulisoma kwenye Sunday school leo ile neno. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura 21 mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza. Tupeleke Wafalme wa kwanza. Ni kile kisa cha Daudi alipoingia kutawala. Kuna mstari ni umisi hapa, lakini unafahamu kisa hiki. Neno liko wapi? Alifundisha leo.
Samuel wa pili, tupeleke hapo. Samuel wa pili, sio Wafalme, Samuel. Kile kisa cha mtu wa Mungu Daudi ambaye alikuwa amekwenda kutawala. Samuel wa pili, sio Wafalme, Samuel wa pili. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3. Yaani mwaka kwa mwaka. Na Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu. Angalia, nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeon. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na dhambi ambayo Sauli kama mtawala alipokuwa kwenye kiti alifanya, na dhambi hiyo haikuacha nyumba ya Sauli, haikuacha utawala uliofuata pia. Kwa Sauli alipomaliza utawala aliondoka kwenye kile kiti, akaja mtawala mwingine aitwaye Daudi. Daudi anajaribu kujitahidi kufanya hivi na vile, lakini mambo hayaendi. Familia ama ukoo sehemu imefungwa, kwa sababu kulikuwa na dhambi, kulikuwa na laana, kulikuwa na umwagaji wa damu ambao Sauli alifanya hapo mwanzo. Na alipouliza kwenye hili andiko, Mungu akamfunulia kwamba sio yoyote isipokuwa mtangulizi wako alikorofisha kwenye kiti cha utawala, alifanya maasi, aliua. Damu hiyo hiyo bado imewafunga kama familia. Akaanza kushughulika na hicho kiti, akaanza kushughulika na hizo roho ambazo zimeachiliwa na adui. Na hivi ndivyo ambavyo dhambi ikiweza kushika kwenye familia ama laana, huachilia mikwamo kwa familia, na maroho mengine yote yanatembea huko ndani kama dhambi hii haijafanywa kazi pasavyo kufutwa. Na leo kila aina ya dhambi, kila aina ya laana ya ukoo ama familia, ya baba ama mama, bibi ama babu, iliyofanywa hapo mwanzo, iliyo wazi na kuachilia uadui, tunaifuta dhambi ya namna hiyo, tunaifuta malango ya namna hiyo. Tuwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amen. Nini kifanyike? Jambo la kwanza, tubu kwa ajili ya familia yako, kwa sababu kuna uwezekano uwepo wa dhambi ya laana. Tubu, na tutaingia kwenye maombi ya toba hivi punde. Jambo la pili, kuvunja madhabahu ya kifamilia kwa njia ya maombi. Vunja madhabahu ya familia kwa njia ya maombi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25. Soma moja kwa muda wako. Waamuzi 6:25. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25. Tunamuona Gideon hapo pia akivunja madhabahu za Baali, mungu wa familia yao. Ndipo mahali ambako pia yeye akatoka akaharibu madhabahu hizo. Jambo la tatu, jenga upya madhabahu ya Mungu kwa njia ya maombi. Yoshua sura 24 mstari wa 15. Yoshua 24:15. Jenga upya madhabahu ya Mungu. Lakini pia jambo jingine la 4, hakikisha familia yako inaokoka. Tupeleke kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 31. Matendo ya Mitume 16:31. Matendo 16:31. Hakikisha familia yako inaokoka. Ni muhimu sana. Wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Vile ambavyo vimeokoka wewe, hakikisha pia na watu wanaokuzunguka waokoke. Na hiyo ndio faida ya kuwa na familia iliyofunguliwa. Usifurahie matunda peke yako. Wewe na nyumba yako mnapaswa kumtumikia Mungu. Vile ulivyokoka, peleka pia nuru hiyo kwa familia. Hakikisha unawavuta kwa Bwana kwa njia ya maombi kwanza. Hapa nadili kwanza na maombi. Kuna watu ambao tukiwahubiria hivi hivi hawasikii, lakini wakamata kwa njia ya maombi, wapige kwenye maombi, alafu peleka neno la Bwana ili nafasi ya neno ipatikane kwao na wataokoka kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Faida ya ukombozi wa familia kwa haraka. Faida ya kwanza, faida ya ukombozi wa familia. Unapoikomboa familia yako, nini hutokea? Jambo la kwanza, moyo wa ibada kuchipuka. Moyo wa ibada uchipuka. Watu wengi hawana ibada kwenye majumba yao.
hawana ibada kwenye familia zao. Ibada zifanyika kabisa kwenye familia zao, kwa sababu familia imekamatwa, imefungwa. Unapoleta jambo la ibada, ukizaa unakuwa mkubwa kiasi kwamba mpaka unaamua kwamba basi kama ni hivyo nitaomba mwenyewe binafsi, kwa sababu familia yako haiko huru, imekamatwa bado. Lakini unapoikomboa familia yako, Mungu anapelekea kuchipuka upya kwa ibada, na nyumba yako inakuwa ni nyumba ya ibada. Watu wanasema kwa nyumba fulani bin fulani, tunasikia maombi kwenye nyumba ile, tunasikia watu wakiimba kwa Bwana, tunasikia kuna nderemo za Bwana, kwa sababu Bwana ameifungua nyumba yako. Na leo kwenye mchana huu Bwana wa majeshi aifungue nyumba yako, ili ibada isianze kwako nyumbani kwako. Sema amen, sema amen, sema mimi, sema mimi na nyumba yangu lazima ifunguliwe, lazima ikolewe, ili ibada halisi ianze nyumbani kwa jina la Yesu. Makofi, 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 makofi kwa Yesu Kristo. Jambo jingine, upendo na mshikamano wa kweli utokea. Kuna upendo fulani Bwana uchipusha, upendo na mshikamano. Kuna upendo fulani, watu wanapendana, yani watu wanatamani waweze kukaa kwenye nyumba moja wakati wote. Upendo halisi. Lakini pia jambo jingine, maendeleo na ustawi. Kuna maendeleo na ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Upo tayari kuomba? Upo tayari kuikomboa familia yako? Upo tayari kupiga roho za ulevi, uzinzi na uasherati, uchawi na ushirikina, roho za mauti, roho za bundi, roho za paka, roho za majini? Pigie Bwana makofi ukiwa uko tayari. Naomba kwa muda huu tusimame, tuingie kazini kwenye maombi. Pastors, microphone tafadhali chukue, lakini pia waimbaji tafadhali waje hapa mbele, tuimbe, tuabudu kidogo. Tunataka tuingie kwenye toba kwanza, alafu tuhakikishe kwamba tunapambana na roho zote hizi ndani ya kanisa, lakini pia kwako wewe mwenyewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzikomboa familia zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo pia kuna watu ambao yamkini wamekuja na picha, tuliwatangazia hivyo, wale ambao wanaweza kubeba picha za kifamilia. Kuna picha mtu fulani umejaribu kumshauri aeleweki, umeibeba, tutapata muda wa maombezi baadaye. Picha, nguo na vitu vingine vyote ambavyo vimewakamata watu, tunakwenda pia kufungua kila kilichofungwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Pokea sifa na utukufu. Na sasa Bwana, ufungua moyo wangu nikuabudu, niombe pia, nikuabudu, niombe pia, na familia yangu ifunguke. Shana wa leo ukaguse familia yangu, ukaifungue kutoka huko kwenye roho zote, roho chafu. Bwana Yesu unisaidie. Hebu tuabudu Mungu kidogo kwanza. Tuabudu Mungu, jiandae kumwabudu Mungu, fungua moyo kabisa. Nataka tuingie kwenye maombi, umaanishe mtu wa Mungu, ili kile kilichoshika kwako, kazini mwako, nyumbani mwako, kwa watoto wako, mume wako, mke wako,